What's up, recommend hapa president of comedy niko na Ivan TV, Ivan Bramwell. Lakini tunasema subscribe ama tutakupiga. Kabisa tutawafinya ile mbaya. Kabisa. Subscribe Buddha. Ivan TV, chimbuko la sanaa. Celebrity vibe. Thanks for sana kwa kuja. Thanks for bringing your stuff. Nataka kumeka an announcement which is an announcement about an announcement that is coming. Na kitu ningependa kusema ni kuna campaign nimeanza hapo social media na nimepata ma phone calls hapa na pale. But hizo phone calls wana encourage sana juu zinaonyesha kuna watu mahali wameingia baridi. Na nataka hiyo baridi ndio iwaingie kabisa. So nataka hiyo baridi ingilie watu. Sana ifike gava, ifike State House, ifike hawa mababa zetu wenye tunawaheshimu, hawa wazee. Ifike Raila, Ruto, Uhuru, Kalonzo, Mudavadi, au politicians wenye wametufikisha hapa pale tuko. Juu kuna wale walifightia hii country. Mtu kama Raila alifightia multipartyism. Kuna wale wa mababa zetu, most of them wako na sisi, kina the freedom fighters walifightia Kenya. So at every stage in life kuna kitu watu fightia. So kuna time kuna fightia freedom. Hatuko na freedom juu ya wazungu walikuwa hao wabebe. Na tukaachieve sasa tuko free. Kuna time kuna fightia multipartyism huko 1992 nakumbuka ilikuwa na KANU tu. Siku hizi kuna UDA, hata mimi naanza party leo. So kuna time South Africa walikuwa na fightia apartheid. Haijaisha kabisa but wali manage kuget Mandela atoke kwa jela. So every stage in life humans are always fighting. Na hii time mimi na feel ni time ya wa Kenya kufightia youths. Na the reason nasema hivyo because hii story imekuwa vicious circle, imekuwa the same story over and over again. Tangu nikiwa young, nikiwa primary. Youths wamekuwa wakisema the same thing maze. Yeah? Yani ina bore. Juzi sijui kuna vijana walio Kitengela wanne, kuna wa Embu. It's the same story that happened 10 or 5 years from now, 10 years from now. It happened 10 years ago, but now we must stop it. Yeah? Na so hii campaign tunaanza, najua wanasema ngao vijana wataongea social media, Twitter, alafu ni middle class, hakuna kitu watafanya. But mimi nataka put whoever, I don't know, sitaki kutumia majina, but sijui ni nani mwenye ako responsible ku ensure that vijana wako protected. Kuambia mazee, hivi ndio story uanza. Na hiyo happen bro. Na hiyo happen. Ili happen Morocco, it happen Tunisia, it happen Egypt, it happen Libya. Karibu happen Uganda last year, but wako na win. So sisi kuna demands tutatoa on 1st of September. Na every time tunasema hizi vitu wanachukonga ka jokes. Pengine juu mimi ni comedian. Until it happen. Kuna examples mingi sana, yeah? But kuna God pia na vitu tushafanya before. A good example ni best ya Eve. Wanaitwa Eve Mutua. Tulisema vitu watu wakacheka, watu wakanini, watu wakasema but it happened finally. So sisi tunataka kusema vijana juu wako 68% of the Kenyan vote. And this thing happened in 2002, in 97, 92, 2013, 2017. Haita happen sasa in 2020. 2022 tutarali vijana, tutagather vijana, tutacongregate vijana, tutaconglomerate vijana, tutaconvene, tutaassemble. Na tuko na the forums vile tutafanya. Kuna vitu tumepanga. So nataka tu put our leaders on notice, yeah, that they should not take this announcement lightly. Yeah, on 1st September ndio sasa tutaonyesha the way forward, but change must come. Yeah, inaweza come by conversation ama dialogue. I mean inaweza kuja by force. It's not new, it's happened before. Si tulikuwa we were colonized before na tukatoka, wazungu wakarudi.
So it's not a new concept. So change must come for the youth by force or by dialogue. So kuna demands tutaweka, they must meet those demands. Ama hatuta vote. Yeah? Hatuta vote. So number one, hatuta vote. Tuone vipi wenye watapata hiyo 50+1. Hawezi kuwa na president kama usipopata 50+1. Ama tutajivote sisi wenyewe. Juu tuko 68%. Yeah? So ni rahisi sana kupata vijana. Mimi nataka kukumekia announcement. Kila mtu wako hapa mbele yangu ni kijana. Yeah? It's the same story. Yeah? Media pia na change. It is in the media side. Because we live in a digital era. Kuna media ziko hapa. Yeah? But kuna reason limita vijana juu. We have the energy, we have the time, we have the power. So mimi nimewaita hapa ku prepare whoever is in charge or whoever is responsible for the young people of this nation, that whatever announcement we make on the 1st of September, we will have our demands. Na mnazangalia nyuma yangu hapa muone hakuna mtu. Lakini tuko wengi sana. Tuko wengi sana. So si tunataka tu vijana waheshimiwe, waishi poa. Juu sasa at this time azee watu wana kazi, wameenda university, wamesoma. To make it worse, wanauliwa sasa. So I think inafika point yenye lazima istop. Na hiyo point imefika. Sisi tunasema it is time. Na 2022 is the perfect time. Tulikuwa tunaingoja sana. Ataongea na one voice. So basically that's it. Usi hatuingii kwa politics, tuna change politics. Yeah. Na I hope to realize and wanajua because they were once young people. Nakumbuka akina nini hawa our leaders wetu wakiwa young walikuwa na fight hii country. So they know what I'm talking about. So we just need to be conscious na wajue. Sisi usema hizi vitu, alafu watu wasikii, alafu inakuja na happen, alafu sasa inakuwa hivyo. So this time tunaomba tu mazee wakuwe ready kusikia demands zetu na kuwe ready kuwork na sisi na ku make sure vijana wako sawa. So tarehe 1 September tutasema exactly what that means. President, nikuulize, you as the president of comedy, ni changes gani hizo unataka kuona ziki happen? Nataka kuona a totally new face of leadership. Tuone nini happen. You ready to go in a very bad state. So in 2022 tunataka kuona new faces. We want to see a new president, a new deputy president, a new speaker of the National Assembly. We want to see a new speaker of the Senate, new fresh start. Wacha tublande tuone tulichoma. Yeah, because already tuko pabaya. So why not try? Yeah. So we need our parents wetu si ni watoto wao. We need to sit down and say tuna need representation na vijana juu umenotice uomba do kama vijana. Ikifika time ya nini mazee tunapewa so mbili, tunapewa t-shirt. So mimi kitu nataka kuona ni change. Na hiyo change mimi in my opinion inakuja na new faces. So like kama niyo change tunataka ni are you planning to be an activist no. Kutakuwa na demonstration kitu kama hicho peaceful demonstration? Okay, if need be hiyo kitu lazima happen plug. So I fight tuende kwa streets. Basi tutaenda kama happen. So I try kufika hapo. Una get? Juu sisi we have our constituents are young people. Now 68% of the vote. Sisi ndio make president. Una get? So sisi we are the stakeholders. Number 1 youths. Una get? Sio number 2 ni nani? But sasa nataka tu tukue hiyo keki mazi tukatiwe as young people. Structures ziwekwe za nyinyi hizi structures ziwekwe. Si kwa nini watu wanatumia phone bro? Yeah? Kwa nini watu wana camera? Kuna reason bro. Kuna reason. Una get? The structures na systems as they work for the youth. Una get? Vijana wana hustle mazi. Sijui watu wametoka wapi. I'm sure sika kuna mtu hapa amekuja kidrive. Sijui. Yeah, sidani. Una get? So that needs to change. Buddha media is a very big industry. So we have to encourage. Gava lazima weke system ya make sure sisi tuko na cameras, tuko na microphones, tuko na studio,
tuko na reporters. Wewe pia uko mdosi, unatuma reporters sasa. Swali tu na mwisho kabla sijapenda kwingine. Kuna wengine watasema kwamba probably umelipwa na politician kuanzisha hii campaign to fight another politician mwenye anaingia kwenye politics. Bro, sana fight nani? Who is running? Raila, Ruto, Kalonzo, Mudavadi. Kuna mwingine? Wetangula, Mukisa Kitui, Gideon Moi, Wanjigi. Kuna nani? Abdubadida. Ndio. So kuna possibilities unaweza kwa like kuna mtu ameniongelesha. Sio is not a politician per se. Amenipiga jana. Nataka sana kumsikiza. Juu nimependa vitu ameniambia. Ameona kitu nafanya hapa akanipigia. But it's not one of those men. So Eric Omondi, presenter Maureen, presenter Mo from Gossip with Shiro. I have a question. Now that you are joining politics, utaacha hapana si join politics. Okay, now that you are engaging yourself with things to do with politics, utaacha comedy ama still utaengage? Mimi ndo president of comedy. You know Bible nasemanga there's a time for everything. Sasa 2022 na come, hii ni time ya election. Na hii ndo time tutamake. Mimi as a comedian, if I don't make a change, nitasuffer 2023. Yeah? Juu nataka kupeleka comedy na entertainment to the next level. So there are things like, ikifika time election tunaweka everything aside. Kama we ni mtu wa mjengo weka block chini. Kama we ni reporter weka mic chini kidogo for 1 minute tu. Alpha handle this system. But Eric, naitwa Ivan Bramwell kutoka Ivan. Unaitwa? Presenter Mo. Naitwa Ivan Bramwell kutoka Ivan TV. Ningependa kukuuliza kwamba umeongelea wale vijana ambao waliweza kuuliwa pale nyuma. Kulingana na wakati ambao tumefika sasa hizi unapata hawajapata information yoyote kutoka kwa serikali, labda ni hiki na hiki kilifanyika. Ukiangalia pale Kitengela pia ni the same imefanyika. Kama president of comedy unaweza sema aje kuhusu jambo hili? Hiyo ndio tunataka kuchange. Juu mzee akidai lazima kuna justice wape. Juu kuna do na influence na power. Lakini kijana akidai, wewe ukidai, itaishi hapo Nairobi Gossip kama kwa Mungai ama kwa flag ama kwa Twitter. Yeah? So lazima tujiprotect. So before tuende kupiga kura, mimi brother tusipige kura bro. Tukae nyumbani, tuambie vijana tukae nyumbani. Wacha wajipigie kura. Na ningependa kuuliza pia. Wakati unasema tukae nyumbani, kuna watu wenye wataichukua na picha nyingine tofauti. Waseme ni kama Eric Omondi kama president wa vijana na comedy amewakataza wasijitokeze. Unaona kuna wengine wanachukua na picha. Nataka tujitokeze, tufanye change. So nimesema number 1, we will either vote for change ama vote for us. There's no in between, yeah? Bro, nikikupatia chance ufanye chance ukuje ni interview. Monday ukose, Tuesday ukose, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sindapigia boy wangu. Na feel watu wamekuwa hapa for 33 years. So nini watafanya after hii? So Eric, naitwa Majoka hapa kuna hapo kwenye umesema kuhusu demonstrations. Na of course tunapia wasanii wa demonstrations kama hizo wanakula tia gas. So hiyo utaichukuliaje kwa ndio vijana wataingia kwa demonstrations. Then of course napango ndio wako kwa juu. Itakuwa timani itakuwaje? Sasa kuna tofauti ya demonstrations bro na revolution. Kuna tofauti kubwa sana. Demonstration ni kwenda tao, kupiga kelele, kupigwa tear gas, kukimbia home, imeisha. Revolution ni idea, it's an idea inakujanga na time yake imefika na uwezi stop. Na hiyo time imefika saa hii. Juu watu wezi ngoja tena marasta wengine wauliwe ati next week ama next year ama Wameru ama Waembu ama Wakisi wengine tena wauliwe. Hatuwezi ngoja, una get. So hii ni revolution bro. Hii sio demonstration. Eric Omondi nimerudia hapa kutoka representing Gossip with Shiro. Talking about revolution. Miguna ana support revolution. Kuna connection hapo kwa mkono na Miguna. Hapana, hatuna connection na Miguna simuelewangi. But Eric, as much as we advocate for the youth to be part of politics, it's not the first time that vijana wanna buy for politics ama they're part of politics. Tuko na kina Jaguar, tuko na kina Babu Owino. How should next year be different? Yeah, na Mohamed. Sasa Mohamed Ali, Jaguar na Babu
KJ, Jalango. You see, hao ni individuals wako na personal visions and dreams kenda kurana hapo Lang'ata ama kenda kurana for kama Babu Owino. Sijui dreams zake ni gani, ni personal. But hii Babu ama Jalango ama KJ ama Mohamed Ali ama Jaguar hawajaita au kuita vijana wakasema tuende. Mimi naita vijana wote. So agenda yetu sasa ni youths wote wa Kenya. Kama uko 35 and below ama hata 40 and below. So we are going as a movement, the 68% of us. So sio nilikomondi ana run for office. Nilikomondi anaita vijana wote hapa Kenya waamke na wa forge future yao. Juu wako na hiyo power. Sio wako na kwa kura. Erikomondi, President Obaya hapa, talking of revolution, tuliona kwamba Miguna alikuwa an advocate for revolution na tuliona vile kuliisha mwishoni. Are you prepared for something of that sort? What? Ani kukua kama hizo. Hata nashangaa simu zimeingia hapa mob sana. Wengine na wajua, wengine si wajui. So you are saying that already ushaanza mingi sana. Mingi sana hata nashangaa. Mingi sana. MC Jack, so in relation to that question, so you remember when Raila was fighting for multi-party democracy, you remember he was jailed. Yeah? So are you ready to go in jail? Basically in relation to that question, because when you mobilize the youths and the youths got gusto, are ready to fight, agitated to fight for their rights. So they are ready out here. So are you ready to suffer for that? And maybe what is your plan? Sasa unajua Jomo Kenyatta alikuwa jailed na wazungu, ndio? Hata nini? I can never compare myself to such greats, yeah? People like Mandela. So if that's what it will take, bro, atungekuwa free leo bila Jomo Kenyatta ama Ochieng' Aneko ama Dedan Kimathi. But juu waliambia wazungu tunataka hii change. Wazungu wakakataa, waliamua kwenda direction nyingine na ile kuisha hivyo. And it is because of the jailing of Jomo Kenyatta and the 27 years Mandela spent in prison that South Africa and most of Africa is. So before anybody asks another question, so are you ready to fight from the forest like guerrilla warfare? What are your tactics? Forest walikata zote, bro. Hakunanga forest walikata through corruption. Forest imekatwa Buddha. So hakuna hata mahali pa gorilla. So what are your basic tactics that you're going to fight? You know, you understand that there is the deep state, and you know how it is embarrassing even maybe the deputy president and such. 1st September, bro. 1st September, bro. Tusitoe wacha tushikilie kadi hivi. 1st September. Okay, thank you. Ningependa kukuuliza pia unapojiuliza hata nisikie kwanza alafu tukuli kwa. So Eric, this is the Wabit show. Umesema kuna zile demands zenye unataka before September. Briefly unaweza kueleza hizo demands? Nitawaambia on first. Na pia umesema unataka youths waingie kwa seat. Tunaweza sema ni because kuna youths wameuliwa ndio unataka youths waingie kwa seat ama in reason? That's one of the very many reasons. Na feel kama youths wakiwa pale hawatauliwa. Na feel youths wanauliwa juu wazee wako pale. Alafu vijana wawili walikuwa wapi? Wanafanya nini usiku? Unawafanya hivyo tena na wamekufa, bro. So ingekuwa ni kijana. Unaona tulikuwa tunafanya hapo kwa social media. Mmoja tulikuwa na mtu huko juu, huko kwa gava. Matiang'i angekuwa anajibu maswali zaidi. Angekuwa anaputi watu task, ya? Basa juu tuna quorum pale na wazee wako busy 2022 mazi. Hizi vitu za aibu ni distraction kwao, ya? But wewe ukiwa pale juu mazi unajua utafeel kijana mwenzako. So yes, that's one of the reasons. Okay, juzi kwenye Instagram ya rafiki yako kama mnafanya naye msiantoni, ulikuwa naye na Jimmy Wanjigi. Does it mean that you will keep campaign now? Jimmy Wanjigi amenipigia simu. Hii kitu nilianza alipiga Antonio simu. Wakaongea. But he shares the same what should I say, sentiments or vision like Sisi. And the only reason Antonio alienda kutana is because our message is simple. To now anyone that has been in office
for more than 20 years. Unaget? Or anyone that has ever been in office hata kama ni 5 years. Tunakuangalia hivi. So tulimpatia tulimpatia audience juu is an outsider. He's not hayuko hajafanya hizo vitu tuna fight against. Lakini tumeona akisema kuwa wao ndio wametengeneza government kwa nyumba yake. So it means that he's in the government. No, he's not. Is he? He said alisema hivi. Himself, he said, I think they were in okay. He said that the whole tunataka naye hapa kwangu. Itengeneza serikali. Okay, hiyo pia part sikuona. Okay, nafanyika. My question is because tumeona most of the time pesa ndio inatumika sana ku manipulate young people to get to vote for, you know, the leaders they don't want to vote to, but because of money they vote there. What do you think will be the strategy, you know, to change all these mindsets of young people not to use the money that they are given, but to be loyal to what they believe in? Sasa hiyo ndio vita tunataka kuanza kufight sasa juu 2022 kikama mazee watu wanakujanga na ubaya. Unaget? Wanakujanga na ubaya. And that's why nakwambia hii strategy yetu lazima iwork, yeah? Juu mimi na wewe tunaweza agree. Alafu watoe hawa tupate tuko wawili. Unaget? So that's one of the strategies we're working on. How can we get all the young people who focus kwa hii vision na push it through. Shiriki tu hapa moja. Yes. Mcheshi mwenzako pale Jalango anavaa kiti ya Lang'ata. Wewe kama Eric Omondi, uko na ujumbe labda ungeweza kumwambia? Mimi nilimwendorse. Nilimwendorse pale Luo Festival. Baada ya festival ya nilikuja na helicopter, kuna hata mtu nilichekesha. Nilitoka kwa ndege, nikaenda nikachukua mic, nikaambia watu wapige Jalango kura. Nikatoka. Nyingine inafanyika Saturday. Tatokea pia. Nitakuwa Mombasa. So Eric, tunaweza nataka kuuliza, umesema unataka ma youths waingie kwa the bigger seats. Yes. Na time is running na kuna ule mwenye anatokeza. Labda kuna examples when unaweza sema waingie kwa hiyo seat. So mimi one of the things we want to do is to encourage and support young people. Wewe ukitaka ku run for MC ama MP, jitokeze. Sisi kama ma youths agenda yetu ni kupush ma youths. So tukiona mmoja wetu ametoka pale Komarok na mwingine ako K-South, mwingine ako Dagoretti Corner, agenda yetu ni tunasukuma ma youth. Unaget? Juu sasa hao wazee wamekataa kutusaidia, hatuna do. So tunarealize kumbe wewe buda uko na vision unataka kujenga Kibera. So badala ukuje tuombe do buda venye Mosh anaomba do, Mosh akuja tuambie wasee, okay, mimi niko na shida ya pombe lakini nataka kuacha, but mimi nataka ndio vision yangu, nataka support. Then we support Mosh. Unaget? Ndio sasa ndio Mosh ana rely on the mercy of donors, and most of them ni wazee. Unaget? Okay. Yeah. Anthony from Diaspora TV Australia. My question is, first, umesema kwamba kuna mayouth wengi sana ambao 68% ambao wanadhania kwamba wewe mwenyewe ukiamua kusimama kama president, kwa hiyo ni president wa comedy. Sasa ukiamua kusimama president kumaanisha kwamba vijana wengi sana unaweza kubaka. Mbona usisimame? If I decide to stand for, wewe unajua energy yangu bro. Hata mamangu shangaa kama alinizaa. Mimi so si ando alitutoana look. Eric Omondi kutumia sample ya baiskeli ukatumia na wheelbarrow. Si wheelbarrow ndio tumwambia. Mtu akija kusema baiskeli ndio tumwambia wheelbarrow bro. So una fight hiyo agenda ya wheelbarrow ama zote na fight wheelbarrow just proves my point. So about all the people. Just a question before we do that. Erico, I know most of us we lose a lot because we don't know the difference between a leader and someone who is coming in to con people. So what is your take of who is a good leader and who is a leader? Because we have a leader and a politician. Who is a leader? A leader? Now from your side. You see, someone like Obama is a leader. He's not a politician. He's akona vision, akona goal, akona dream, na ana stipulate. Kama sasa hivi mimi ni goal yangu ni simple. Time ya vijana imefika. Hiyo ndio vision yangu. Hiyo ndio vision yetu. Vijana wana take over. Una get? So mimi nataka kuwa lead
ama sisi tunataka kujilead to take over from wazee. Nugget. So a leader must have a goal and a vision. A politician ananga hizo. Ushasikia Kenyan politician? Ukisikia Obama akiongea atakuja kuambie kuna jukumu usema. Obama anakujanga na kuambia akikampeni anasema last year we managed to get Obama. We managed to create anasema 3,629,402 new jobs. Anakupatia statistics exact bro jobs ame create. Ukikuja hapa Kenya atakuja seme haya bas ndio hiyo ama namna gani? Na sisi tunasema nyinyi mko hapa mwambie wale ya kwamba nyinyi sio sisi ndio wao ndio sisi. Ama lakini wewe nikuulize, what do you say? So a leader must be able to stipulate, yeah, and follow up and at least try to achieve if they don't achieve. Pia kuna wale wanasema na wafanye. So labda swali mbili za mwisho as we finish. Maybe to combine with what we say, you're a comedian, very popular comedian. Unadhania Wakenya watakuchukua serious? Mimi wananishtua. Ujaona hapa? Mimi nikianzisha kitu nilikuwa na agenda yangu vijana. Bro, have you seen the response? It's crazy. Mimi mwenyewe niko nini? That's why nimewaita hapa bro, siko niwaite. Nilikuwa nifanya kampeni yangu nione kama itashika. The response mimi nilikuwa najua watu watakuja hapo kwa comments yangu waseme you are a joker nini. But vijana wamechoka bro. So hii si comment kabisa. That's good. Okay, if you had the chance ya kumit tuseme tumalizie. If you had the chance ya kumit Kunye na Raila tuseme kina Kalonzo juu bado hakuna time ya kuwa in seat before to the next elections. Unaweza waambia nini wafanye ndo at least mwaka wenye umebaki wanaweza tufanye change kidogo. Wasikize vijana, wape vijana chance. Eriko. Sasa umesema toke politics sasa basi. Yeah, the last toke politics. The last things. Eriko umesema ungefanya kampeni yako. So mimi kuna chance mmoja join politics mwaka from Kenya. Bro, mimi akimuomba sana join politics. Juu nikijoin politics mimi sitaenda kwa hizo vitu za Lang'ata, sijui hizo vitu Jalang'wa kwa sawa. Na kina babu. Yeah? Mimi ndaenda hiyo kiteorezo. Sika ndaipata. Na sitaki kuipata, nataka kuvuruga. Na tutavuruga na tuichukue. Kuvuruga kuchafua tu maji. Alafu watu wakienda huko wanasema yenyewe si wa mwetu basi. Si atuendi hapo watu kwa president wanaenda kuchafua hewa, kuchafua. Yaani ni chaos bro. Mimi nikiamua kurun for president of this country. Alafu nichukue energy zangu zote. Nione ni Ruto ni Raila. Akia Mungu. Hamtalala. Talking of president, umesema unaweza run kiti ya president, but last time tulikuwa na Sleepy, tunajua pia ni comedian. Sleepy alisema you're not the president because they never voted. Wacha bale, and please somebody post this thing. Hii kitu imeanza kuboa. Naonanga bloggers sisi nyinyi wale wa kuandika. Tuna wao waandika na Pasho, Tuko, Gafla, wakaandika Pulse, Standard Digital, Edgobari wandika BNN, au wandika, kuna nani tunasahau, I'm calling them out, Buzzroom, Nation Steward, Celebras, how bloggers wandika written, wanasemanga self, au ndo wanafanya Sleepy anaongea vibaya. Self-proclaimed. I did not proclaim myself president. In 2018, there is an internationally acclaimed award show. Nika kusema Oscars. Inaitwa African Entertainment Awards. In 2018, they voted. It's owned by Nigerians. They voted Eric Omondi as the 2019. Eric Omondi as the best comedian in Africa. Mimi nilikuwa Kenya, nilikuwa Nairobi, sikuwa huko. Nilienda tu kuchukua award. 2018 Eric Omondi, 2019 Eric Omondi, 2020 nikasema hapana. So I didn't ambia Sleepy kura ilipigwa. Sisi tunasikia kisema sisi tukumbuke tukipiga kura. Kura ilipigwa sio na comedians na Africa.
hata sikuwa. So I'm not a self-proclaimed president. I was voted. Na since when ulianza hii mambo ya bodyguard, how do you think about ile squad yake, second squad yake? Nisha ordered my bodyguard. Now this is the direct order I've given my bodyguards. Wachukue slippers. Eric, uko na plan gani na oif material? Slippers za red. Wachike hao watu hivi upside down. Eric, kuna plan gani na oif material? Walisema season 3 na wametrain Somali. Wamefanya nini? Wamefanya na kujibu sasa. Wamefanya internship nini? Wanaitwa second school. Na pia ilimodi kuna kijana fulani pia ulipost kwenye Facebook yako. Kijana alikuwa amekasirika sana, alikuwa anasema anaitwa Barbara. Kijana uliongea kwa Facebook ukasema kwamba kwenda huko. Kwenda na mbali sana. Wote wakwende. Kama wewe kiongozi ambaye anaongoza rais, nadhania kwamba haikuwa hujuma ama wakwende wote kabisa. Wakwende mpaka mwisho kwenda. Sikiza. What do you think about hii kwa watu kutokea na hizi? Wakwende wote. Wakwende kabisa. Juu this is what happened, yeah? So nilikuwa nimekaa kwangu. Alafu huyu dem sijui alikuwa wapi. Akatuma mtu na kamera yake. Na mic. Mimi nimekaa kwangu hivi. Nimekuweka tu na watch Netflix. Alafu nikaona nika-click. Nilikuwa na watch tu vitu tu plug nini watch hizo vitu. So nda watch alafu nikule sasa ni watch movie. So watch news. So watching TV sijui Citizen sijui nini. So na watch news zangu vitu nataka kuona. So nikuklik hapo nikaona kipoi fulani akisema leo hivi Mungai ni mgonjwa sijui nini. Haya. Mtu wako genuine ana need help ya ukweli. Ataumia sana. Eric, umeona unadai ku fight tena na Calligraph. Na the last time maskini ulipigwa mpaka karibu sasa umejipanga this time. Na tunajua once beaten twice shy. Mbona huu umerudia tena? Last time Calligraph alinsist vitu mbili. Alichagua mimi nichagua vile ilikuwa KU akainsist lazima ref and alete akaleta ref imbaba fulani hapo tukasema ni sawa. Tulikuwa tunacheza na rules za boxing. Rules za boxing, you are not supposed to hit below the belt. You're not supposed to use your body kunini. So ukiwachia clip Calligraph alicheza chafu sana. Yeah? Na juu Calligraph ni mtu amenona na mimi nimeunga. So this time nataka nishajua ujinga yake. Lazima tu fight ndio nirudishe mazee nini yangu back. Lakini hadi hivyo alikuchapa so umejipangaje? Nimejipanga kumpiga. Nirudishe tuende soda mwisho. Yes, alafu probably one of the last few questions. Mona production ya program yako ikatiza Big Time Entertainment pia iko kesi iko kotini. What is the way forward because tumefunga lakini tumefunga tu gate tukaweka lock ndio nini ishe kesi ishe. Ni kesi ndogo sana, ni kesi ya mwenye hiyo land, ni kesi ya mwenye hiyo place, so wanajisota wenyewe na tutarudi. Sawa, asante sana wasee, mbarikiwe sana.